Jimbo lako, jimbo la Kigoma mjini, ni moja kati ya majimbo yenye changamoto kubwa sana ya miundombinu. Wakati wa mvua, wananchi wa Kigoma mjini wanahangaika na wanaona kama serikali inawapuuza, na hata ninyi wanasiasa ambao wanawapa nafasi ya kuwaongoza mnawapuuza. Kwa nini mnawapuuza wananchi wenu, Baba Levo? Serikali haiwapuuzi. Na ndio maana kuna baadhi ya sehemu serikali imefanya na kuna baadhi ya sehemu serikali bado haijafanya. Ndio maana umeona naongea mimi nikiwa bungeni, naongea kuhusiana na miundombinu ya jimbo la Kigoma mjini. Sasa jimbo la Kigoma mjini lilipata fursa ya kuongozwa na wabunge tofauti tofauti. Kama alipata nafasi ya kuongozwa na wabunge tofauti tofauti, kila mbunge alikuwa na mlengo wake. Unaweza kukuta mimi napiga kelele kuhusiana na miundombinu ya barabara na kila kitu, lakini labda mwenzangu aliyetangulia, labda yeye alikuwa amejikita kwenye uvuvi. Mwingine aliyetangulia alikuwa amejikita kwenye vikundi vya kina mama. Kwa kila mbunge ana aina yake ambayo ilimpa nafasi ya yeye kupata nafasi ya changamoto hii ya muda mrefu ya barabara, manake haijaanza leo wala jana. Miaka nenda miaka rudi, changamoto hii imeonekana kuwa ni sugu, na mnaonekana kushindwa kabisa kutafuta suluhu ya kudumu ya changamoto ya miundombinu Kigoma mjini. Kwa nini? Mimi ndo kwanza na miezi mitano. Ukisema nimeshindwa bibi utakuwa unaniingiza chaka. Mimi ndo na miezi mitano katika miaka mitano ya kuwaongoza wananchi wa Kigoma mjini. Kwa hiyo baada ya miaka miwili au mitatu ndio unaweza ukaja sasa ukasema Baba Levo umeshindwa kutatua changamoto za miundombinu katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini mimi naamini mimi nitaweza, kwa sababu focus yangu 95% ni Kigoma mjini. Tuliona wakati wa uongozi wa Zitto Kabwe Kigoma mjini barabara nyingi zilijengwa kwa lami. Mfano mtaa wa Rusimbi Ujiji kwenda Sheikh Idrisa, mtaa wa Simwanga, lakini vile vile Ujiji Luhiche Kagera, Kalogwa Road, Kagesha Road, Kakolwa Road. Lakini vile vile mtaa Kitambwe, yote hayo yalijengwa kwa lami. Tuliona akifanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba Kigoma mjini inakuwa na lami, lakini mara kadhaa tumeona wewe ukimpuuza kana kwamba hakuna alichokifanya Kigoma, Baba Levo. Mimi wakati hizo baba zinajengwa mimi nilikuwa diwani. Kwa mimi najua kila kitu. Kwa hiyo ni ngumu sana kunidanganya mimi. Hiyo story unaweza kumdanganya mtu ambaye yuko sehemu nyingine, au wewe kwa mfano uko Mwanza wapi, Star TV. Mimi nilikuwa diwani. Kuna mbunge unaweza kuwa na bahati, mradi wa serikali ukatekelezwa wakati wa utawala wako. Sio kama unaelewa. Hazikuwa jitihada za Zitto Kabwe. Huo ni mradi ambao ulikuwa unafadhiliwa na World Bank, ambao umefanyika kwenye majimbo mengi, ambao tayari ulikuwa uko Kigoma mjini. Yeye alitaka kufanya jitihada ya hilo jengo ambalo limejengwa hapo Ubungo. Hilo la majengo na Wachina lijengwe Ujiji, likashindikana. Hizo ndio jitihada zake ambazo zilishindikana. Kwa mfano ni kama mimi sasa hivi kwenye utawala wangu serikali inaenda kupeleka SGR Kigoma mjini. Kwa mimi siwezi kufika ikasema walete SGR kwa utawala. Hapana, ni miradi ya serikali inatekelezwa, lakini nimepata bahati inatekelezwa kwenye utawala wangu ambako mimi ndo mbunge. Serikali inajenga meli, inamalizia ukarabati wa meli kubwa ambazo zilikuwa zinafanya kazi Kigoma mjini, Liemba na Mwongozo, pamoja na meli nyingine kwa ajili ya kubeba mizigo. Serikali inajenga pantoni ambalo litaweza kupakia behewa 50 za SGR. Kwa tafsiri yake ni kwamba behewa za SGR zitakuwa zimetoka zimebeba mzigo Dar es Salaam, zikifika Kigoma mjini zinaingia kwenye pantoni, zinapelekwa Zambia, Kongo na Burundi. Kwa hiyo hivi vitu vyote vitatengenezwa katika utawala wangu mimi wakati mimi ni mbunge. Kwa huwezi kusema kama Baba Levo mimi ndo nimefanya, hapana. Sera zako kwa kiwango kikubwa zimejielekeza kwenye ujenzi wa barabara. Je, unadhani kwa miaka yako mitano utaweza kufanikisha ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami katika awamu yako kuliko wakati wa Zitto Kabwe? Yes. Ukiangalia sasa hivi mimi sina mradi wowote ambao ni wa serikali mkubwa wa serikali kama ilivyokuwa hiyo miradi ya World Bank. Kwa sasa hivi
nachokipigania, napigania juhudi zangu, napigania kubadilisha shilingi. Kwa hiyo katika harakati zangu naona naenda kufanikiwa vizuri sana, na ndio maana nimezitaja hata zile barabara ambazo nitaenda kuzijenga mimi, ili kama kuna mtu anajua labda kulikuwa kuna mpango wa serikali wa nini, ajitokeze aje aseme Babalevo unasema utajenga hii barabara na kati serikali tayari iko ishapanga hivi na hivi na hivi na hivi, na kutajia machimbo mapya ambayo naenda kuyafanyia kazi. Ujenzi wa barabara ambazo hazipo kabisa kwenye mipango. Kwa naenda kuzipigia kelele na hakuna changamoto zingine za wana Kigoma mjini ambazo unadhani yanapaswa kupewa kipaumbele katika jimbo lako, ukiachilia mbali barabara, kwa sababu kila wakati tunakusikia ukiongea mambo ya barabara? Yes. Unajua kila mtu ana namna ambavyo alipewa kura na wananchi. Wakati unaomba kura unawaambia wananchi utafanya nini, na wananchi wanakupima wewe na mwenzako, huyu anasema nitafanya nini na huyu nitafanya nini. Kwa wananchi wakikuamini kwa kile ambacho ulisema utakifanya, lazima ufokasi na hicho. Mimi moja kati ya vitu ambavyo niliahidi kwa nguvu zangu zote, na nilisema kama sitofanya basi nikirudi tena nifukuzwe, ni ujenzi wa barabara. Umeelewa vizuri? Ukizungumzia maji Kigoma, huwezi kupata kura kwa sababu eti unataka wananchi wapate maji Kigoma mjini, brother. Juma Aweso kashamaliza kazi ya maji kwenye jimbo la Kigoma mjini. Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikisha kupeleka maji kwa wananchi wa Kigoma mjini 90%. Sasa huwezi kwenda tena nitawaleteni maji, unaleta kitu ambacho kipo. Ukizungumzia afya, Dr. Samia Suluhu Hassan hivi ninavyoongea na wewe yuko na karabati hospitali ya mkoa, imeshajengwa hospitali ya wilaya, umeelewa vizuri, imeshajengwa hospitali ya rufaa ya Maweni, iko inafanywa ukarabati wa mabilioni ya pesa. Wewe huwezi kufika ukaahidi vitu ambavyo kiuhalisia serikali ishavifanyia kazi kwa kiasi kikubwa. Tuna shida kweli ya vituo vya afya, tuna shida kituo cha afya kata ya Mwanga Kaskazini, na tuna shida ya zahanati kwenye baadhi ya kata. Lakini shida kubwa katika jimbo la Kigoma mjini ni barabara. Kwa acha ni focus na barabara kwanza, ili nionyeshe utofauti, kwa sababu wadau wengi wameshindwa kuwekeza Kigoma mjini kwa sababu hakuna barabara. Barabara ni za vumbi. Hata wewe Udemba huwezi kwenda kujenga hoteli nzuri Kigoma mjini afu mbele kuna barabara ya vumbi. Mashuka yote ataroa vumbi. Utakuwa kila baada ya mwaka na nusu unatakiwa ufanye ukarabati wa jengo lako, upake rangi upya, utakuwa unapata hasara. Kwa lazima tukomae kwanza tupate barabara nzuri ili wawekezaji waweze kuwekeza vitu vizuri. Ubunge wako umekuwa na propaganda nyingi mtandaoni na kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuliko uhalisia. Umekuwa ukiahidi vitu mbalimbali bila utekelezaji, na nitakukumbusha kama umesahau. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Babalevo, uliahidi kufuturisha misikiti 45 na ukatoa ratiba ya kufuturisha watu na watu wakajiandaa kwa ajili ya kusubiri iftar. Mara ghafla bin pu, Babalevo, ulipotelea mbali, na badala yake ulichofanya uligawa fedha kwa mashehe wachache tofauti na kama ulivyoahidi. Kwa nini uliwadanganya wananchi hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Babalevo? Niliahidi nitafuturisha misikiti 45, lakini nilifuturisha misikiti 49. Ni labda kama propaganda ni kwamba napunguza idadi ya misikiti ambayo nilifuturisha. Mimi nilichokifanya, niliahidi kwenda kuwafuturisha watu kwenye misikiti, na kila msikiti una viongozi wake. Kwa niliwaita viongozi wa kila msikiti, nikaambia sasa jamani, nyie fungulieni hili hapa, nyie ndo mtatupikia tujue tutakula nini kwenye misikiti yenu. Na hilo nililifanya kwenye misikiti 49, kwa sababu kuna baadhi ya misikiti katika ile listi nilotaja nilisahau, wakaja. Mnaelewa vizuri. Lakini kiuhalisia mimi niliamini kwenye viongozi wa misikiti, na ndio maana nilirekodi video, kwa sababu nilikuwa najua utaleta watu kama wewe Udemba, mtakuja kuleta maneno ya chokochoko kuonesha kama Babalevo hajafanya. Niliwaita mashehe na viongozi wa kila msikiti. Kila shehe nikampa, na ninao sehemu waliposaini
kila sehemu, kila mtu alichukua na kiasi cha pesa alichochukua kwa ajili ya kwenda kufuturisha kwenye misikiti. Una uhakika ya kwamba hizo fedha zilifika? Sasa hiyo sio mimi. Yes, lakini manake ulitaja hadharani na malalamiko hayo yamekwepo. Manake sasa kama wewe ulimpa pesa mtu mmoja na so mtu nimempa mtu kiongozi wa msikiti ulifanya jitihada kuhakikisha kwamba fedha hizo ulizozitoa zimefika, kwa sababu hadi ulitoa hadharani Baba Levo. Mimi moja kati ya kitu ambacho nataka nikuambie wazi, mimi huwa naheshimu watu na maeneo yao. Mtu kama ni kiongozi wa msikiti lazima uheshimu kwamba au waumini wamempa nafasi huku kuwa kiongozi wao, so lazima nimpe nafasi yake kama kiongozi. Kwa hiyo mimi nilipofikisha pesa kwa kiongozi wa msikiti, swala la imefika haikufika, lakini watu wa msikitini walipewa taarifa kwamba tumempa shehe wenu au kiongozi wenu pesa kwa ajili ya kufutulisha. Sasa hilo la kufutulisha kama hakufikisha au walifikisha ni wao sasa kama viongozi, na wao waumini watakuwa wanaona kabisa kama wanaongozwa na kiongozi ambaye sio sasa. Ulitoa hadi vile ya kuwapa bodaboda mafuta ambayo pia kulikuwepo na malalamiko ya wazi ya kwamba haikutekelezeka kama ambavyo ulivyosema Baba Levo. Hilo unalisemaje? Yes, tumeahidi kuwapa bodaboda mafuta, na ukiangalia ahadi yangu ilivyoandikwa, imeandikwa na watafutia mafuta bodaboda lita 10,000. Mpaka sasa hujapata mafuta. Kiwalisia nitagawa zaidi ya lita 20,000. Kwa sababu unajua tunapokwenda unajua wewe hujajua Kigoma mjini ni sehemu ambayo nimezaliwa mimi. I know namna ambavyo jimbo langu nalipeleka. Wakati nasema tagawa lita 10,000 za mafuta, wakaja watu wa Kigoma hapo wakasema lita 10,000 ni milioni 40. Kwa nini hizo milioni 40 usitunulie bodaboda 13 ukatugawia kwenye makundi yetu, ambapo baada ya janga la mafuta kuisha tutabakia na pikipiki zetu kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. Kwa baada ya kutangaza unapokea maoni tofauti, unagundua kama naweza nikafanya hili likawa bora zaidi ya lile wazo langu ambao niko nalo. Kwa hiyo unakiri kwamba haujatoa mafuta hata lita 1? Sijapeleka bado mafuta. Wapinzani wako na wachanganuzi wa masuala mbalimbali za kisiasa wanasema unafanya kazi ambazo sizo kazi anazopaswa kufanya mbunge. Mfano tumekuona ukiwa kwenye zoezi lako la kutafuta madawati kwa ajili ya kupeleka Kigoma mjini. Wapinzani wako wanasema kazi hiyo sio kazi ya mbunge, hiyo kazi ni kazi ya serikali. Kupeleka madawati katika shule za kata, ya kwamba unatumia njia hiyo kuwatapeli watu na kutafuna zile fedha Baba Levo. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kazi zote ambazo zinafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi zinanihusu moja kwa moja, kwa sababu mimi ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo popote ambapo naona chama changu kinatukanwa, kinasemwa, kinasimangwa, na serikali iko kwenye mipango na mimi nina sehemu ambapo naweza nikasaidia kwa namna moja au nyingine, sioni kama kuna haja ya kurudi nyuma. Napeleka madawati. Brother, watoto wetu wanakaa chini. Nahitaji dawati 8,000 kwenye jimbo la Kigoma mjini. Dawati 8,000 ni sasa na milioni 800. Kwa hiyo kivyo vyote vile mimi nina marafiki, nina ndugu, nina jamaa ambao wako tayari kunisapoti. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mimi nitapeleka madawati. Na sasa hivi ninavyoongea mimi na wewe, mwezi ujao naenda kukabidhi dawati za kwanza 1,000 ambazo nimezihangaikia kutoa hela zangu za posho, lakini kwa marafiki zangu ambao wananisapoti. Unasema ya kwamba watoto wenu, ndugu zenu wa Kigoma, wanafunzi wanakaa chini na unakereka na jambo hilo. Nchi hii kwa miaka yote inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuamini ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kutekeleza na kuwasaidia watu wa Kigoma, kana kwamba kwa miaka zaidi ya 60 ya uhuru watoto bado wanaendelea kukaa chini. Baba Levo. Kwanza ni kuambie tu ukweli. Kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi, awe mbunge, awe waziri, awe ni rais, kuna vitu ambavyo hatuwezi kuviepuka kama Chama cha Mapinduzi. Cha kwanza, hatuwezi kuepuka raha zote ambazo tunawapa wananchi. Sisi ndo tumezileta, kwa sababu sisi ndo tumeongoza kwa miaka 60.
raha zote unazoziona ya SGR sio manini, barabara mnazopita na kila kitu, raha zote na mabaya yote sasa. Upande wa pili ni kwamba hatuwezi kuepuka jambo lolote la hovyo ambalo limefanyika. Kama Chama cha Mapinduzi hatuwezi kuepuka, kwa sababu sisi ndio tumeongoza kwa kipindi chote. Kwa namna moja au nyingine tutapokea raha zote na tutayapokea mapungufu yote, na ndio maana tunafanyia kazi. Kwa hiyo kwa muda wote huo ambao wana Kigoma mjini watoto wao wamekaa chini kwa kukosa madawati, wawalahumu serikali ya Chama cha Mapinduzi. Unafikiri utamlaumu nani? Ndio uthibitishe kwamba lawama zao wapeleke kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lazima. Unajisikiaje sasa kuwepo kwenye chama na serikali ambayo kwa zaidi ya miaka 60 imeshindwa kuwapelekea watoto wa nyumbani kwenu, lakini imeleta umeme Kigoma mjini, imeleta umeme kutoka kwenye gridi ya taifa. Tulikuwa tunapata umeme kwa wiki mara moja, kwa siku 7 umeme unakuja mara moja au mara 2. Imeleta maji kwenye kila mtaa. Tulikuwa tuna ziwa liko pale ambalo maji yalikuwa tunayaona, lakini mtaani hakuna. Dr. Samia ameleta maji kwenye kila mtaa, kila kona. Sasa hivi watu wanaoga, wanajimimina. Kwa hiyo kuna raha ambazo Chama cha Mapinduzi kimezifanya ambazo zinanifanya mimi niendelee kuenjoy kwa kwenye Chama cha Mapinduzi. Kati ya shida kwa maana ya mabaya na mazuri ambayo yamefanywa katika taifa hili na chama chako, Chama cha Mapinduzi, ni yapi yaliyo mengi? Sasa mazuri ni mengi sana. Ukizungumzia mazuri atakumaliza ndugu yangu. Nikitaja mazuri na maana tupange kwanza masaa 3 ya kuzungumzia mazuri. Na ni mabaya yapi, japo kwa mifano mabaya mawili ambayo unahisi ya kwamba chama chako, Chama cha Mapinduzi, kama serikali imewafanyia Watanzania, na hata wewe ukiona unaona hawakustahili kufanyiwa hivyo? Vipo vitu vingi ambavyo havijafanyika ambavyo kiuhalisia vilifaswa vile vimeshafanywa. Kwa mfano hivi tunazungumzia sasa hivi barabara za vumbi hazikupaswa kuwepo. Mnaelewa vizuri? Tunapaswa kuhakikisha tunahama kutoka kwenye barabara za vumbi kwenda kwenye barabara za lami. Na wamejitahidi kwa kiasi chao, lakini kiuhalisia bado kuna gepu kubwa. Ukiangalia wabunge wote katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wengi wanazungumzia barabara ambazo hizo mimi naita barabara za vumbi, mimi naziita barabara za tope. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo bado kuna baadhi ya sehemu hatujafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa lazima kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tukubali pale ambapo hatujafanya vizuri ili tuweze kutibu huo ugonjwa. Lakini kukataa tu kwamba tumeshatisha sana, tumeshaua sana, kivipi? Tumetisha kwenye nini? Tumefanya vizuri kwenye nini? Kwenye kila kitu. Baadhi ya sehemu hatujafanya vizuri. Watu wengi wanasema kwamba serikali ama watawala wanapenda kusikiliza maneno mazuri pekee kuliko mabaya. Wewe unasemaje? Kila binadamu tuongelee sasa kwenye serikali. Yes, kiuhalisia ukimwambia unapokuwa unaisema serikali kwenye vitu ambavyo ni vya hovyo, hawezi kujisikia vizuri. Na ni kwa sababu kwanza inaweza kuwa ni aibu kutokana na umri ambao tumeongoza nchi ya Tanzania. Lakini cha pili ni vitu ambavyo vinafanya sasa waende spidi zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi naona ukosoaji unapaswa kuendelea sana. Serikali iendelee kukosolewa. Yes. Tunapaswa kukosolewa ili kwa namna moja au nyingine tujue wapi panavuja, tuzibe. Na unadhani serikali inapenda kukosolewa? Mimi nadhani katika viongozi ambao wameweka wazi nafasi ya kukosolewa ni Dr. Samia Suluhu Hassan kuliko viongozi wengine. Kwa kweli viongozi, wajua Chama cha Mapinduzi kina viongozi wa kila aina. Kina kiongozi mpole, kiongozi mkali, kiongozi mkorofi, kiongozi mwenye upendo, kiongozi ambaye anasikiliza. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumepata kiongozi ambaye amekubali kwamba kosoeni. Na ndio maana kiongozi aliyopita Dr. John Pombe Magufuli alikuwa wa Chama cha Mapinduzi, alizuia mikutano ya hadhara. Watu wasiongee, wasifanyaje. Dr. Samia Suluhu Hassan alivyorudi akafungua mikutano ya hadhara. Akaambia ongeeni, na akaongea mwenyewe kwamba semeni pale ambapo tunaona kuna kitu kweli kinataka kufanya kazi, tutafanyia kazi. Lakini tuliona Chadema walizuiliwa kufanya siasa. Sasa kuna namna ambayo watu mmeshajipandikiza kichwani kwamba wapinzani lazima wawe Chadema. Hilo ndo tatizo ambalo liko hapo. Vyama vya upinzani viko vingi, lakini hicho ndicho chama kikubwa cha upinzani. Kinakuwaje chama kikuu? Chama kikubwa
cha upinzani. Nilikuwa nadhani ulikuwa unazungumzia chama kikubwa. Yes, ni chama kikubwa. Anayekataa Chadema sio chama kikubwa cha upinzani. Huyo mtu naye kichwa chake kitakuwa kina shida. Na wewe mara kadhaa umesikika ukisifia Chadema na kuogopa kuingia nao kwenye mgogoro. Yes, mimi nikwambie tu ukweli, mimi naheshimu Chadema kwamba ni chama ambacho ni chama cha upinzani ambacho kimeleta upinzani kwa miaka mingi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kuto respect hilo kwangu mimi naona huyo mtu anakuwa anakosea. Walipozuiliwa kufanya siasa ulijisikia vibaya? Walizuia kisheria au kimabavu? Alizuia rais au ilizuia mahakama? Ilizuiliwa na mahakama. Sasa kweli unataka serikali tena ianze kuingilia tena mahakama? Ninaongelea kwa upande wako wewe kama ambao mimi napenda kukosolewa. Kwa hiyo ulijisikia vibaya Chadema ilipozuiliwa kufanya siasa? Mimi napenda kukosolewa. Ulijisikia vibaya Chadema walipozuiliwa kufanya siasa? Yes, mimi nataka tuende nao uwanjani. Mimi nikwambie ukweli, mimi natamani, napenda sana bato. Mimi natamani waseme tufanye. Sisi ni watawala, wao wako nje ya ulingo, wanaangalia game tunavyoipeleka. Sehemu tunakosea waseme, si tuende tuzibe ili tufunge midomo. Mimi napenda hivyo. Umeeleza kwamba hakuna wakati ambapo ama hakuna rais ambaye ameruhusu ukosoaji kama Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeona watu ambao walikuwa wakosoaji wa serikali hata katika awamu yake hii. Wengine wamepotea na hawajulikani walipo mpaka leo. Unasemaje? Watu gani ambao wamepotea? Mfano Mdude Nyagali amepotea, anajulikani halipo mpaka leo. Deodatus Soka pamoja na Humphrey Polepole wote wamepotea katika utawala huu wa Daktari. Na sisi kama wabunge kazi pekee tunataka tuifanye na kuihamasisha na kuikandamiza na kupambana na serikali ni kuhakikisha watu wote ambao wamepotea wanapatikana. Hiyo ndo kazi ya mbunge, hiyo ndo kazi yangu mimi, kuhakikisha serikali inazuia haya mambo yanayotokea. Watu wanapotea, sio kuna mtu ametekwa, sio kuna mtu amefanyaje. Sisi kama wabunge kazi pekee tunataka kuifanya. Msimamo wako ni hupi kuhusu watu wanaopotea ama wanaotekwa na kupotea na hawajulikani walipo mpaka sasa? Kama mbunge, kazi yangu ninayotakiwa kuifanya ni kuhakikisha tunaisimamia serikali na kuhakikisha ili swala la watu kutekwa, kupotea linaondoka katika nchi yetu ya Tanzania. Ina uzuri hata juzi tumeona tume ambayo iliundwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeshauri hivyo na imeelezea mpaka vyanzo vilivyosababisha mpaka vurugu ikatokea na kila kitu. Moja kati ya vyanzo ni masuala haya kama ya utekaji, watu kupotea na vitu kama hivyo. Unadhani ni nani anayewateka watu? Ndio maana serikali tume imeshauri itengenezwe tume ya upelelezi ili tuweze kupata sasa kujua chanzo cha haya matatizo, lakini pia kujua jinai ambayo ilitokea wakati hata haya maandamano yalipotokea. Lakini unapinga utekaji na unakasirishwa na watu kupotea. Mimi siungi mkono watu wanaotekwa wala kujiteka. Wanaopotea wala kujipoteza. Kama ambavyo unavyosema ya kwamba ripoti ya Jaji Chande ilisema ya kwamba moja kati ya vitu vilivyoleta fujo ni pamoja na watu kupotea na kutekwa. Na alielezea sababu mbalimbali inayofanya watu kupotea na kutekwa, na akasema wengine waliopotea, wengine walipotea kwa sababu ya mapenzi, wengine madeni. Na wewe Baba Levo, mara kadhaa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii uliwahi kusema ya kwamba mwenyekiti wa ngome ya vijana wa ACT Wazalendo ndugu Abdul Nondo amewahi kujiteka mara 2. Kwa nini unaamini ya kwamba Abdul Nondo anajiteka mwenyewe na hatekwi? Kwanza mimi sijawahi kusema Abdul Nondo anajiteka mwenyewe. Waliosema hivyo ni jeshi la polisi ndo lilionyesha kwamba huyu mtu alikuwa yuko Iringa. Alionyesha kwamba ametekwa, lakini baadaye alionekana yuko Iringa. Sio ilikuwa ni kwa demu, sio kwa nini. Sasa mimi unajua kama vyombo vinafanya kazi yake, huo ubisha kabisa na vyombo. Abdul Nondo
ndio mtu pekee ambaye ashajiteka mara 2. Abdu Nondo mara 2. Muulizeni Abdu Nondo mara hizi mara 2. Anasingizia kwamba ametekwa. Kwa nini unaamini ya kwamba Abdul Nondo alikuwa anajiteka mwenyewe na hakutekwa? Mimi naamini kwa sababu matatizo katika hii dunia ni mengi. Binadamu tumeumbwa na matatizo mengi sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta una madeni, unaamua kujipoteza. Kwa hiyo unaamini kwamba Nondo hakupotea, alijiteka mwenyewe kutokana na taarifa ya jeshi la polisi. Lakini wewe umesema mara 2. Mimi sinafuata jeshi la polisi. Wao wanataka mimi nipingane na watu ambao maprofessional wa kufanya uchunguzi, watu waliopeleleza na wakasema huyu mtu alikuwa yuko Iringa. Hoja yangu ya msingi, kwa nini wanamteka na kumwachia? Hoja yangu ya msingi, kwa nini wewe unaamini ya kwamba anajiteka na atekwi? Abdul Nondo anapenda sifa, anapenda umaarufu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine inawezekana taarifa ya jeshi la polisi iko right. Kwa hiyo unaona ni sawa, mtu anaweza akajiteka na akatoka na kwa namna anavyopenda sifa, inawezekana. Kwamba inawezekana kwamba alijiteka yeye. Yes. Na hata pale hakiamua kukupeleka mahakamani, utathibitisha kwamba alikuwa hasa hiyo anataka apeleke mahakamani jeshi la polisi. Mimi nafuata taarifa ya jeshi la polisi. Hoja ya msingi, kwa nini unaamini kwamba anajiteka? Kwa sababu mimi namjua anapenda sifa. Kwa hiyo mtu anapenda sifa kwa namna gani? Anapenda ya trendy, anapenda apate umaarufu. Kwa hiyo hayo matukio ni ya watu ambao wanapenda umaarufu. Anatumia matatizo ambayo watu wengine yanawakuta ya ukweli, alafu yeye anayabadilisha kwa ajili ya kutengeneza trend. Hata wengine waliopotea, sio wengine, mimi nazungumzia yeye, kwa sababu yeye ndo jeshi la polisi lilimkuta Iringa kwa demu. Ninachokizungumzia alijiteka Dar es Salaam, akaja kujitekua Iringa. Hiyo ndo kahesabu kwamba na uoni kwamba unamkosea kusema hivyo? Bwana, mimi kiuhalisia kama yeye namkosea, achukue hatua. Uko tayari hakupeleke? Wala hamna shida yoyote. Kwa mujibu wa sheria ya Taifa ya Uchaguzi wa Tanzania na kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, katika kifungu cha 112 inakataza mgombea kutoa fedha, kutoa zawadi au kitu chochote cha thamani wakati wa kampeni. Ukiwa kwenye moja ya kampeni zako, ulimpatia binti ama dada moja kiasi cha shilingi 500,000 hadharani, yali ukijua kabisa kwamba ni kosa kisheria kutoa fedha wakati wa uchaguzi, hasa ukiwa kwenye kampeni. Kwa nini ulitoa rushwa na kwa nini kuna mtu anatoa rushwa na kuna mtu anatoa zawadi? Ni kosa kutoa zawadi kwa lengo la kumshawishi mtu akupigie kura. Sijui kama unanielewa vizuri. Lakini yule binti alikuwa ananidai. Kwa hiyo ndo kabla ya kampeni nikamlipa. Ukamlipa katikati ya kampeni. Ni kosa. Au wakati wa kampeni uruhusiwi kulipa madeni. Ndo umlipe madeni ukiwa kwenye jukwaa. Kuna hiyo sheria, kuna sehemu imeandika kwamba hutaki kulipa deni hadharani. Hutakiwi kutoa fedha. Kutoa fedha au zawadi ama kitu chochote kinachomshawishi mtu kukupigia kura. Sasa mtu anayekudai ukimlipa unamshawishi au unalipa hela zake? Ulishindwa nini kumlipa pembeni mpaka uje umlipe katikati? Ukimlipa katikati ina ubaya gani? Katikati ya kampeni ina ubaya gani? Unaona kwamba hiyo nimelipa madeni mengi, achana na huyo, nimelipa CRDB katikati ya kampeni. Kwa sababu madeni, huwezi kuacha kulipa madeni ya watu eti kwa sababu upo kwenye kampeni. So utauza nyumba yako kama umeweka nani nyumba. Uyalipe wakati uko jukwani. Ina ubaya gani kama mtu anakudai? Kwako unaona kwamba hiyo ni sawa? Mimi nachokiona ambacho ni sawa ni kwamba kama unadaiwa ni kulipa madeni. Na huende hulipe katikati ya kuomba kura ukiwa kwenye jukwaa. Sio kuomba kura, nalipa katikati ya watu. Unalipa madeni ya watu. Wao walikukopa katikati ya watu. Nilimwahidi katikati ya watu na ahadi ni deni, nilimlipa deni lake. Kama kiongozi
na mtu ambaye unapaswa kuwa sehemu ya kupinga na kukemea rushwa ama matumizi mabaya ya fedha yasiyokuwa na minajili ya kile unachokifanya kwa wakati kama ule. Kama kiongozi ambaye unaenda kuongoza umma unatakiwa kulipa madeni. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nililipa madeni. Kulipa madeni sio kosa kisheria. Tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 iliyoundwa na Rais Samia ikiongozwa na Jaji Othman Chande ilitoa ripoti yake mbele ya rais na Watanzania. Ukiwa kama kijana wa Kitanzania, yaliyotolewa na tume ndiyo yalikuwa matarajio yako? Sahihi kabisa. Tume kuna vitu ambavyo imeviongea ambavyo kwa namna moja nyingine vilikuwa vinawagusa wananchi. Kwa namna moja au nyingine vilikuwa vinawagusa wananchi na wameona. Kwa mfano, tumeona tume imeelezea kuhusu katiba mpya. Tume imeelezea kuhusu watu kutekwa, utawala bora. Ndio vitu ambavyo vinawagusa wananchi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine vitu vilivyozungumzwa ni vitu ambavyo niliviona vinawagusa wananchi moja kwa moja. Mwenelewa vizuri. Na hata ushauri wako kila siku hapa imekuwa ni kelele, katiba mpya, katiba mpya. Tume imeelezea kuhusu katiba mpya. Watu wanatekwa. Tume imeelezea watu kutekwa. Watu wameuawa, tume imeelezea watu wameuawa. Ni kitu gani ambacho wewe unahisi kama tume imekiacha? Na unadhani ile ripoti imejibu kilio na matarajio ya Watanzania? Kwa mtu ambaye anataka kusonga mbele, imejibu kwa asilimia kubwa sana. Na sehemu ambapo tulikuwa tuna wasiwasi kwamba haijajibu, imeleta jibu mwisho. Tulikuwa nataka kujua nani aliingia kwenye banda akaua watu ambao hawakuwa wanaandamana. Nani tulikuwa nataka tupate tupate hiyo picha. Imeelekeza kwamba sasa hiyo ndio tume ya upelelezi wa kijinai, ili sasa tuwapate wale ambao walitumia maandamano kama sehemu sasa ya kufanya makosa ya jinai. Kwa hiyo kwangu mimi naona kazi iliyofanywa na tume imefanywa proper kabisa. Kwa hiyo tume imesema waliwaua hao ni wakina nani? Imeelezea kwamba itengenezwe tume ambayo sasa itafanya upelelezi, tume ya upelelezi, ili tupate sasa watu ambao wamefanya makosa ya jinai. Nadhani hiyo sasa ndio itatuja kutuletea ni fulani. Simple. Kuna uhitaji wa katiba mpya katika taifa hili. Unakubaliana na hilo? Wala hamna shida yoyote. Mimi naona moja kati ya ilani ambayo nimepewa ya Chama cha Mapinduzi inaelezea kuhusiana na kuwa na katiba mpya katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hilo sio hitaji la watu wengine, pia hata Chama cha Mapinduzi sisi wenyewe tumeiweka kwenye ilani. Unadhani kwa nini tunataka katiba mpya? Yapo mambo ambayo yamepitwa na wakati, yanataka kubadilishwa. Mengi tu na kiuhalisia. Tukiamua kwanza kuchambua katiba hapa, utakuwa unataka kuniingiza kwenye mlengo ambao mimi hata katiba yote hii ambayo tulionayo sasa hivi sijaisoma yote. Kwa ukianza kuniingiza kwenye kitengo kimoja baada ya kingine itakuwa, lakini mimi nataka katiba ambayo itakuwa inawajibisha viongozi, itakuwa inawapa fursa viongozi baada ya kumaliza uongozi wao waweze kuwajibika na yale ambayo kama wameyafanya ambao ni makosa. Hiyo mmoja kati ya vitu ambavyo vitawafanya viongozi wawe makini wanapokuwa wanaongoza taifa. Umeeleza ya kwamba kuna uhitaji wa katiba mpya, ya kwamba katiba hii tulionayo ya mwaka 1977 imechoka. Unadhani ni kipengele gani katika katiba hii? Nimekuelezea kipengele ambacho unahisi ya kwamba wewe kama ni nimekuelezea kipengele. Wewe ni mbunge. Unadhani ni wapi hasa kwenye katiba hiki ambacho unahisi hakiko sawa kwenye katiba hii? Kwanza nimekuelezea kwamba uwajibikaji wa viongozi baada ya kumaliza. Katiba hii haitoi uwajibikaji wa viongozi baada ya kumaliza. Washtakiwi, inazuia viongozi kushtakiwa baada ya kumaliza wamaliza uongozi wao. Lakini pia nadhani tupate nafasi ya kupata wagombea binafsi ili tutoke kwenye
kupitia kwenye vyama peke yake ili tuweze kupata watu ambao inawezekana hawafungamani na vyama vyote. Sasa ukitaka mtu akiwa fungamani na vyama vyote vilivyopo inamlazimisha aanzishe chama chake. Sasa kitu ambacho kinakuwa kiuhalisia na kinakuwa hakiko sawa. Lakini nimekuelezea sijaisoma katiba yote. Kwa hiyo ukitaka kunipeleka tena kwenye katiba utakuwa unataka kuniingiza kwenye maji marefu. Moja kati ya kipengele ambacho watu wengi wanasiasa vile vile wamekuwa wakiyalilia sana ya kwamba matokeo ya urais yapingwe mahakamani mara baada ya uchaguzi kuisha. Hilo unaliunga mkono? Sioni kama kuna tatizo lolote kama kuna rafu ilichezwa ya hivyo matokeo ya rais yapingwe. Kama kuna rafu ilichezwa apelekwe mahakamani ili waende wakajibu. Wewe unaweza kuzuia. Kwa nini unazuia asipingwe? Yani kwa nini uzuie kwamba yani nimeshinda na sitaki nipingwe? Mimi nadhani hiyo haina shida yoyote. Nyingine vile vile ni kwamba madaraka ya rais ni makubwa sana na wanasiasa wanadai ya kwamba katika katiba ijayo basi madaraka ya rais yapingwe, madaraka ya rais yapunguzwe. Unasemaje? Kwenye nini na nini sasa? Kusema kwa mfano rais ndiye anayeteua mwenyekiti na wajumbe wa tume ya uchaguzi na rais anatokana na chama ambacho kinashiriki kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba hii. Yes. Wanasema kwamba madaraka yapunguzwe. Ateuliwe, unataka mwenyekiti ateuliwe na nani? Sababu ukisema unataka rais asiteue, utuambie sasa nani ateue. Aingie kwenye mchakato, haidhinishwe na bunge ambao sasa unajua kwa kitu kimoja. Ndugu, unajua kuna vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine mimi naona kama kuna watu wanaamua kuongea kama vile kujipikirisha. Unajua kujipikirisha ni watoto wanachukua vikopo wanaweka mchele wanajipikirisha. Kwa mfano, kama chama kina nguvu na kikapata wabunge wengi, sawa, tafsiri yake ni sawa sawa na chama kina rais. Kwa sababu inatokea mara chache sana chama kikapata wabunge wachache afu kikapata rais. Sijui kama unanielewa vizuri. Unanielewa vizuri, lakini kama chama kina nguvu kikapata wabunge wengi kikapata na rais, tafsiri yake kama ujui wabunge wengi. Yes, kwa tafsiri yake hata ukipeleka bungeni kama ile ni majority yako upande wake, iko upande wa rais yule. Hiyo unaona ni sawa kwamba kuwepo na bunge ambalo linalinda maslahi ya watawala ambao wanatokana na chama chao kuliko maslahi ya umma. Mbunge chama ni kikubwa kuliko mbunge. Kwa hiyo wabunge wanapaswa kutanguliza maslahi ya chama. Yaani hilo liweke kwanza mbele. Mbunge yoyote akija hapa, chama chake kilichompa nafasi kutokana na katiba hii tulionayo, chama ni kikubwa kuliko mbunge. Hivyo mbunge anapaswa kutanguliza maslahi ya chama mbele kuliko maslahi ya umma. No. Mbunge anapaswa kusimamia ilani ambayo inaendesha chama chake, kwa sababu ndio aliyoishika. Kama alikuwa anaona haifai, tafsiri yake asingeishika kwenda kuinadi kwa wananchi. Kama aliinadi kwa wananchi kwamba chama changu ilani yetu ni hii, kwa hiyo chama kinafata ilani ambayo tuliinadi sisi wote. Sasa uwezi kuwa ulinadi ilani hii, baada ya kuchaguliwa unaweka ilani chini, sifati tena sana wewe, sasa ndio unaonekana umechanganyikiwa. Kati ya Chama cha Mapinduzi CCM, chama chako na watu wako wa Kigoma mjini, kipi kinatangulia? Sasa hiyo unafananisha wananchi na chama. Mimi nimekuambia mbunge na chama. Hiyo maswali mawili tofauti. Nifananishe mimi na chama, usifananishe wananchi na chama, kwa sababu wananchi wa Kigoma mjini sio wote wana CCM. Iwapo kuna jambo ambalo lina maslahi kwa wananchi wako wa Kigoma mjini, lakini linakuwa na shinikizo kinyume na matakwa ya chama, utafuata yapi? Kazi ya kiongozi wa umma ni kusimamia serikali, sio wananchi. Nisikilize vizuri. Wewe ni mbunge. Kazi ya mbunge. Wewe sio kiongozi wa umma. Wewe sio mtumishi wa serikali. Wewe ni mtumishi wa nchi. Mimi nimekwambia umma. Unataka kutoka kwenye umma tena? Mimi nimechaguliwa na umma.
Wewe si mtumishi wa serikali, waajiri wangu mimi ni wananchi wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa kama kuna jambo lolote ambalo kwenye chama linaonekana liko sawa, lakini kwa wananchi wa Kigoma mjini haliko sawa, ni lazima niende nikapambane ndani ya chama. Kwa maana hili jambo mkilipeleka kwenye jimbo langu la Kigoma mjini, sio tu kwamba mtakuwa mmeumiza wananchi, lakini hata chama chenyewe mtakuwa mmekibomoa. Kwa hiyo lazima upeleke kuwapambania wananchi, sio tu bungeni, ni popote pale ambapo kuna fursa na kuna nafasi ya kuweza kuwatetea wananchi wako wa jimbo la Kigoma mjini au wa jimbo ambalo limekuchagua. Na pale chama litakapokataa, tafsiri yake ni kwamba mimi nitakuwa sasa sina jinsi. Nitaelezea sababu na nitaenda kwa wananchi na kuambia nimepambana kwa namna moja au mbili au tatu, lakini chama changu kimeona hili linafaa zaidi. Kwa sababu jambo lolote ambalo litakuwa linaenda kuwaumiza wananchi, tafsiri yake litakuwa linaenda kukiumiza chama pia. Unaamini nini Baba Levo kuhusu kiongozi asiyekuwa na msimamo, kiongozi kigeugeu ambaye leo anasema hiki, kesho anasema kile? Kiongozi wa aina hiyo kwako unamtafsiri vipi? Kiongozi anaweza kubadilika kutokana na mazingira. Mazingira ndio ambayo yaweza akamfanya kiongozi akabadilika. Wala kiongozi hajaambiwa awe kama mti kwamba kila siku tu ni umeganda vile vile. Mazingira yana uwezo yakakufanya kubadilika. Huwezi kuwa na misimamo ya aina moja kila siku. Misimamo yako ya aina moja inaweza ikakufanya ukaenda njia ambayo sio. Unatakiwa pia uwe unaelewa. Unaweza kuwa na jambo lako ambalo ulikuwa umelisimamia, unaamini hili ndio jambo bora, hili ndio jambo zuri, lakini wakaja watu wakakuonesha jambo zuri zaidi. Huwezi kung'ang'ania lile jambo ambalo wewe unaamini ndio bora, ndio zuri. Kung'ang'ania hata kama kuna jambo zuri lingine limekuja. Lakini unasema kwamba kiongozi muongo asiyesimamia, yani mwenye ndimi mbili, leo huku kesho kule, kiongozi wa aina hiyo anapaswa kuheshimiwa na umma? Sizungumzi kiongozi muongo. Nazungumzia kiongozi ambaye atabadilika kutokana na mazingira. Jambo lolote lenye maslahi ya umma, unalolisema public, kama ulisema kimakosa, una nafasi ya kujisahihisha. Yani kiongozi huwi mti. Unajua shida, mtu akijisahihisha, wewe unamuita ana ndimi mbili. Kwa mfano, mimi naweza nikawa kama ni hivyo, take a look tafadhali. Haya, twende. Ni kweli nimesema kwamba kama Zitto atarudi kutia nia au atagombea, huyo mtu bila shaka ni wewe. Kama ni wewe, tuendelee. Niko wazi kabisa. Siwezi kupambana na Zitto. Zitto ni mbunge ambaye ni imara sana. Zitto ni mbunge mwenye uwezo mkubwa sana. Sasa siwezi mimi kusimama eti kwenda kumpinga mbunge imara asirudi bungeni ili niende nikakae mimi, ambayo mimi naamini katika uimara katika mji wa Kigoma mjini, mtu imara kunizidi ni Zitto peke yake. Hakuna mbunge yoyote ambaye anaweza kunizidi. Wote ni dhaifu, wote nawajua, wote nimewajua kupitia vyama vyote ambao wameonyesha nia ya kutaka kugombea ubunge. Wote nawajua na wote ni dhaifu. Na wote hakuna hata mmoja atakayenishinda kwa sababu wananchi wa Kigoma mjini wanawajua watu wao. Shaka huyu mtu ambaye unakiri kwamba ni Baba Levo, umemsikia. Zitto ni mtu imara. Zitto ni kiongozi mzalendo. Siwezi kushindana na Zitto Kabwe. Huo ni mwaka gani? Hayo ni maneno. Ni mimi. Na nilifanya hivyo, lakini uliwezaje sasa kuja kushindana na mtu huyu? Sasa hiyo ni mwaka umechanganya miaka. Na ndio maana wewe unajua unachojua, unachokifanya, unachanganya. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2020. Mimi nilitia nia ya kugombea ubunge jimbo la Kigoma mjini. Sijui kama unanielewa vizuri. Na Zitto alionyesha kama hatogombea. Kwa nikasema 2020 kwamba kama Zitto atagombea, mimi nitarudi kwenye udiwani. Na nilifanya hivyo. Kwamba mtu imara. Kuna mtu imara. Hivi ni nani anakuambia kama Zitto kwamba Zitto ni mtu dhaifu? Utofauti sasa uko wapi? Kwa nini? Hoja yangu ya msingi, mtu huyu uaminisha umma ya kwamba kwa Kigoma hakuna mtu ambaye anaweza akashindana na wewe ukimwacha Zitto Zuberi Kabwe. Na kamwe huwezi ukashindana na Zitto kwa sababu ulisema huyu ni mtu imara sana. Uliwezaje sasa 2025
ukapambana na Zitto Alitepeta. Kabwe na ukazunguka Kigoma mjini yote kuiambia udhaifu wa Zitto kama kiongozi muongo, kiongozi dhaifu, asiyeweza kutekeleza yale aliyoyaahidi. Yes, moja kati ya vitu nikwambie tu wazi. Kwanza nimekuambia kuhusu hiyo video, ni video ya mwaka 2020 na nilitekeleza hiyo ahadi. Lakini Zitto alivyogombea, nilirudi nyuma, nikamwacha yeye asonge mbele. Tukashindwa wote. Yeye akashindwa ubunge, mimi nikashindwa udiwani. Kama unakumbuka. Uimara wake ulibadilika. Baada ya 2020 Zitto alitepeta. Kwa namna gani? Alitepeta kwa misimamo yake. Unajua, mimi nilikuwa mpinzani. Mimi nilikwambia mimi napenda bato. Mimi napenda mpinzani ambaye anaonesha bato. Yaani anaonesha kwamba sikubaliani na anatoa fakti. Umeelewa vizuri? Lakini 2020 mpaka 2025 alitepeta. Alitepeta kwa namna gani? Zitto, ukimwangalia Zitto wa 2010 mpaka 2015, Zitto wa 2015 mpaka 2020 alitofautiana kabisa. Yaani hata ukiwaweka Zitto hao wawili pale wa 2000 na wao hiyo miaka nilokutajia na Zitto wa 2020 mpaka 2025, ukiweka hao Zitto wawili wanaweza wakapigana vibaya sana. Walikuwa ni Zitto wawili tofauti. Nini kilichoweka tofauti? Kwamba msimamo wake ulibadilika? Yes, misimamo. Kwamba hakuwa mpinzani. Yes, kwamba uwezo wake wa kuwa mpinzani ulikuwa wa chini sana. Kwamba alikuwa kwenye chama tawala. Hapana, alikuwa ni mpinzani ambaye ametepeta. Na ndio maana wakapata nafasi viongozi wengine kupenetrate, kuchukua nafasi yake. Umeelewa vizuri? Alikuwa ni kiongozi ambaye ametepeta. Lakini kingine, ahadi yangu mimi na yeye Zitto, hii chukua hii, ni kwamba ataongoza jimbo la Kigoma mjini, na siku atakapoachia jimbo la Kigoma mjini ataniachia mimi mkoba wa kuliongoza lile jimbo, kati yeye anaenda kugombea urais. Ndivyo mlivyokubaliana? Yes, na mikutano yote ya hadhara alikuwa anazungumza hivyo wakati wa kampeni kwamba huu ndio mwaka wangu wa mwisho, nikishagombea huu inaofuata atakuwa. Ndio maana tumeona nilifanya hiyo video. Kwa hiyo video uliongea kwa sababu mlikuwa na makubaliano kwamba yeye ataenda kwenye urais, mimi niende kwenye lakini ubunge. Si kwamba alikuwa na uimara huo unaosema. Uimara Zitto mpaka leo, nikwambie tu kweli, akiamua kusimama katika misimamo yake ile ya nyuma, kwa sababu ni mtu ambaye ana akili kubwa. Hata nikikuonesha hapa, kuna baadhi ya message namtumiaga, ndugu yangu, una lolote ambalo unahisi kama linaweza likasaidia Kigoma mjini ili tukaliulize bungeni, anajibu. Sasa hivi amenuna. Mwanzoni alikuwa anajibu, lakini siku hizi naona kama labda kuna mnuno umepita katikati, hajibu. Nini chanzo cha mnuno wenu? Si nimempiga. Mimi nimempiga kwenye uchaguzi ile. Kwa hiyo kabla ya uchaguzi, chukua na hii Odemba. Kabla ya uchaguzi nilikaa na Zitto Kabwe, nikamwambia brother, naenda kugombea. Usigombee, takushinda. Kwa sababu umepoteza mvuto wako. Jimbo la Kigoma mjini lilikuwa linamhitaji Zitto yule. Huyu Zitto wa 2020 mpaka 2025 ni Zitto ambaye hana nafasi kwenye jimbo la Kigoma mjini. Maneno vizuri. Kwa hiyo nikamwambia, kaa pembeni, usigombee, niletee hata huyu Abdunondo ili nimpige asubuhi nitembee na reli. Uchaguzi wako akangania yeye, akaingia. Basi sasa nimempiga. Mahusiano yako na Zitto yakoje kwa wakati huu? Zitto kumbuka mimi ni mwanafunzi wa Zitto wa siasa. Ulienda kushindana na mwalimu na ukamdhia. Ndio Jackson sasa huyo. Jackson ili aweze kufuzu kwenye movie lazima mpige master. Kwa hiyo mimi ushaona movie za Jackson au Jetri anafundishwa na master ili master aone kama huyu ameiva. Ni pale ambapo ataona master anapigwa. Kwa hiyo kwanza nakiri kwamba mimi ni mwanafunzi wa siasa wa Zitto Kabwe. Unahisi kuna mahali umemkosea Zitto Kabwe? Yeye kuna mahali amenikosea sana. Yeye amekukosea yeye? Yes, kwenye nini? Nimeshiriki kwenye vita zake zote. Wakati anagombea, mimi nikiwa mbele kama kiongozi naongoza mvuto kwa vijana.
ili kuweza kumpa ushindi na alifanikiwa. Kwa muda huu ulivyofika, nilivyomfuata kumwambia kama sasa na mimi niachie niweze kwenda, alipaswa yeye atoe mguu aniachie na mimi kama shukurani. Lakini kitendo cha kutaka kupambana na mimi, kunizuia nisiwe, tafsiri yake ni kwamba alikosa shukurani, na ndio maana Mwenyezi Mungu akaamua sasa, bana, ngoja nikuonyeshe. Unaamini ya kwamba ulimshinda Zitto Kabwe kihalali? Kwa kura nyingi sana. Kwa kura nyingi sana. Hiyo yeye mwenyewe ukikaa naye hivi moyoni mwake anajua kwamba nimemshinda kwa kura nyingi sana. Bunge ni chombo muhimu sana katika ustawi wa taifa letu. Ukiangalia majukumu yake kisheria, na wewe Baba Levo, ukitazama majukumu ya bunge, namna yalivyo makubwa na namna bunge linavyokuwa na nafasi katika kuishape serikali na kuinyosha taifa, unadhani ni sahihi kuwepo kwa mtu yeyote ndani ya bunge ili mradi tu anajua kusoma na kuandika kama ambavyo sheria ya sasa inavyosema? Mimi naamini kwamba kuna watu wana akili kubwa sana kuliko mtu ambaye amesoma vidato vingi sana. Na ukienda kwenye swala la elimu, unaenda kwenye vyeti. Sasa wewe unataka vyeti, lakini kuna watu wana vyeti na ukiangalia vitu wanavyoongea unaona kabisa ni pumba tupu. Kwa hiyo swala la vyeti kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania halina nafasi. Elimu haina nafasi kwenye vyeti. Sio elimu. Unajua utapataje sasa vyeti bila kuwa na elimu? Swala la vyeti, yani kwamba umjaji mtu kwa sababu hana cheti. Sababu elimu wewe unaizungumzia, elimu mtu anaweza kupata elimu bila kwenda shule. Unajua hilo? Kuna elimu ya duniani. Kwa mfano mimi najua vitu vingi kukuzidi, lakini mimi sijasoma shule. Wewe umefikia level gani? Darasa la 7. Lakini vitu ninavyovijua, exposure nilionayo, tulikuwa tunabishana na Zitto kwenye kampeni. Mimi nimetembea nchi 147. Yeye nusu hajafika. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo nina exposure, kuna elimu unajifunza. Elimu sio kipaumbele ama sio kitu muhimu cha kuzingatiwa. No. Ni kitu muhimu watu kuwa na elimu, kwa sababu kuna vitu vinahitaji kujadiliwa kitaalamu. Sawa? Lakini usiwezi kuwanyima fursa watu ambao wanaweza kwenda kuwawakilisha wananchi ambao wana akili kubwa, na wananchi wanaona kama huyu ana akili kubwa ambaye anaweza kutusaidia kwenye jimbo letu. Umeelewa vizuri? Kwa sababu kuna watu wamepewa nafasi, wana vyeti, wana madigrii, wana masters, lakini wameshindwa kuwavusha wananchi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Umeelewa vizuri? So kwangu mimi naamini kwamba uwakilishi wa wananchi bado urudishwe kwa wananchi wenyewe, kwamba wamchague mtu ambaye wanaamini yeye anaweza kwenda kuwavusha. Lakini wasiwekewe vikwazo kwamba hata kuna mtu ambaye wanamuamini anaweza kuwavusha, lakini kukaa kuna vikwazo kwamba kutokana labda na hana vyeti hawezi kupata nafasi. wa Tanzania wanaonesha kuwa na chuki kubwa na wasanii wa Tanzania. Wewe ni msanii. Unahisi kwa nini umma ina chuki na ninyi? Ni wapi mlipokosea, Baba Levo? Mimi naamini hizo zilikuwa ni hasira za uchaguzi. Baada ya uchaguzi kuna hasira, na baada ya hapo maisha mengine yanaendelea. Umeona juzi Alikiba alikuwa kwa Mwanza, amefanya show, watu wamejaa, amefanya performance nzuri tu, watu wamelipa viingilio vikubwa. Leo tunavyoongea mimi na wewe hapa, Diamond ndio anashuka kwenye jukwaa. Mwenelewa vizuri. Alikuwa Mwanza na yeye, watu wamejaa, kiingilio milioni 2. Sasa kama umma unachuki, hauwezi kulipa milioni 2 kuja kuangalia, au milioni 1.5. Kwa hiyo wakati baada ya uchaguzi kuna ugonjwa ambao unatokana na uchaguzi. Hizo chuki,
hasira ambazo zinatokana na uchaguzi. Labda mtu alikuwa anategemea chama fulani kishinde ambacho ni chama chake akijashinda, na wewe ulikuwa kwenye hicho chama cha upinzani ambacho kimemshinda. Kwa lazima kwa nini wewe umewapigania hao mpaka wameshinda? Kwa lazima kunakuwa na hiyo. Ikienda baada ya miezi 6, 7, mwaka, tunarudi kwenye maisha ya kawaida na maisha mengine yanaendelea. Moja kati ya dhima kuu ya kuwa msanii ni kuwa kioo cha jamii. Umma wa Tanzania wanaona kwa sasa wasanii wa Tanzania sio tena kioo cha jamii, bali mmekuwa ni kioo cha watawala. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kuwa kioo cha jamii sio kupinga serikali. Kwa sababu unajua mtu anataka kulazimisha ili uwe kioo cha jamii, lazima uwe unapingana na serikali. Uiseme serikali, ufanye serikali. Kazi ya kuisema serikali, kuikosoa serikali, kuisimamia serikali wamepewa wabunge, sio wasanii. Wasanii ni watu wa burudani. Umeelewa vizuri? Wasanii ni watu wa burudani. Wewe una mbunge wako kwenye jimbo lako, unataka msanii ndo aende akakusemee kwa serikali, wakati una mbunge ambaye ana jukumu hilo la kuisimamia serikali, jukumu ambalo liko kikatiba kabisa na kisheria. Kumekuwepo na mambo ambayo yanatokea katika jamii ambapo umma wanadhani pengine wasanii wangekuwa sehemu ya kupaza sauti, kukemea hayo mambo ambayo ni mabaya yanayotokea. Lakini wasanii wetu mmekuwa kimya, badala yake mmeendelea kuimba mapambio na kusifu. Kwa nini? Kwanza lazima ujue kwamba kingine ulitikia ukiweke kichwani, Odemba, wasanii ni waoga. Wasanii ni waoga. Kwa hiyo usitegemee msanii ashapaka mafuta yake mazuri ajiingize kwenye vita. Wasanii ni waoga. Ni wasanii wachache ambao wanaweza kaona kweli jambo, kwa mfano labda wanaona utekaji, akaenda pale akaanza kuzungumzia mambo ya utekaji na kila kitu. Sijui kama unaelewa, wewe ni ujasiri. Hata wewe ni muoga. Mimi nimesimama katika kutetea wananchi mpaka nikafungwa jela. Wewe ushawahi kwenda gerezani? Hujawahi. Hujawahi kwenda. Mbona? Wewe ushawahi kufungwa jela wewe? Hujawahi. Mimi nishatetea wananchi mpaka nikafungwa jela. Gerezani. Ukiwa wakati wasanii, yes, wakati wasanii wote wanaimba nyimbo za kumsifia John Pombe Magufuli, mimi niliimba wimbo wa Membe, kumsifia Membe ambaye alikuwa ni mpinzani. Unanielewa vizuri? Sio kama unanielewa vizuri. Sasa hivi wakati watu wanaimba nyimbo za kuwasifia wagombea wengine, mimi niliimba wimbo wa kumsifia Maalim Seif. Kwa mimi nitoe kwenye hilo shimo. Kwa sasa hivi unaweza ukaimba wimbo wa kumsifia Tundu Lissu kama amefanya jambo zuri, unaimba. Kama amefanya jambo zuri ambalo unaona kabisa kwamba hili jambo Tundu Lissu anatakiwa kuimbiwa wimbo, unamwimbia. Anatetea utawala wa kisheria, anatetea utawala wa kuheshimu haki za binadamu. Kwako si hayo sio mambo mazuri? Sasa kama mtu anatetea utawala bora, anatetea haki za binadamu kwa njia ambayo ni sahihi, tutamwimbia. Ukitetea kwa njia ambayo kiuhalisia kwa namna moja au nyingine, mimi naona ni kama unatengeneza mazingira ya vurugu, asiwezi kukuimbia. Lakini kwa sababu kumwimbia mtu nao ni hisia, lazima ukae utunge mashairi yaje. Una hisia na Tundu Lissu? Hapana. Hapana. Lakini uliwahi kusema namna ambavyo unafurahishwa na siasa za Chadema. Siasa za Chadema, mimi napenda bato. Hii nitarudia sana. Mimi mpaka sasa hivi mimi napenda namna ambavyo tukikosolewa pale ambapo tumechemsha, lazima tukikosolewa ndio inatusaidia sisi kuona namna ya wapi panapovuja tuzibe, kuliko tukiwa wenyewe tunaanza kubishana sisi wenyewe kwa wenyewe. Ambacho kinakuwa sasa ni kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Lakini kukiwa na watu ambao wako nje wanachungulia, wanaona hapa mmekosea, hapa mmeenda ndivyo sivyo, na sisi tukikaa kama chama, mimi ni mgeni kwenye Chama cha Mapinduzi, lakini nimegundua Chama cha Mapinduzi huwa kinakaa, kinasikiliza, kinaangalia, kwenye hili wako sawa, kwenye hili hapana, hili ni chuki, hili wako sahihi, tuondoke. That is Baba Levo, ninakushukuru sana. Tunapokuwa tunatamatisha, rafiki yako na bosi wako ambaye vile vile amewahi kuwa bosi wako, msanii mwenzako, Diamond Platinum, hivi karibuni yeye akiwa kama kioo cha jamii alionekana
wakiwa na baadhi ya wasanii wengine wakisema kauli ya kwamba vijana fanyeni kazi, mnalalamika kila awamu, mnalalamika na mfanyi kazi. Kauli ile ilionekana kukwaza vijana walio wengi na hata juzi alipozungumza kupitia chombo chake akidai ya kwamba wasanii mnatumiwa tu wakati wa uchaguzi na kampeni za wanasiasa, baada ya hapo hamthaminiwi tena. Watu walimpandia juu sana. Akiwa kama mtu ambaye ni yuko karibu na wewe, unadhani kauli kama hile kutolewa na wasanii na msanii mkubwa wa kiwango cha Diamond kuiambia vijana ambao na yeye alipambana akitokea huko, ilikuwa ni kauli sahihi? Kiuhalisia kuhamasisha vijana wafanye kazi mimi sioni kama nikosa. Wapo unaona nikosa. Kwa mfano mtu akikwambia bwana vijana twende tukafanye kazi, tupambaneni. Mnalalamika tu, na alitoa matusi ambayo siwezi kuyataja hapa. Kama alitoa matusi alikosea. Kama aliongea matusi. Hiyo clip wewe uliiona? Kama aliongea mimi niliona ni clip ambayo Diamond Platnumz anazungumzia kwamba vijana tufanye kazi. Waache kulalamika. Tujitume, waache kulalamika. Kila awamu wanalalamika. Tujitume, tufanye kazi. Wewe unaona vijana wa Tanzania ni walalamikaji, sio wafanya kazi? Kiuhalisia ni kwambie tu ukweli. Ndio maana tunaisimamia serikali. Kazi zenyewe hazipo. Umeelewa vizuri? Tunapambana hapa. Umeona Dr. Samia Suluhu Hassan kaongeza ajira maelfu kwa maelfu ya ajira ili hao vijana sasa ukimwambia bana kafanye kazi, haya mtu anakuambia bana tuko tayari kwa kazi. Kazi gani? Sijui kama unanielewa vizuri. Ndio maana umeona mimi nilizungumzia hata ukiambia vijana mkajiajiri. Wewe hapa Odemba tunaona tuko hapa. Kamera zilizozunguka na mic na kila kitu zinakutafuna karibia milioni 40, milioni 50. Sawa? Sasa kama unamwambia mtu akajiajiri awe na milioni 50, anaitoa wapi? Na huyo mtu ametoka chuo. Na watu kwenye hoja zangu, pamoja na kama mnasema si ambao tujasoma hatufai kuwa mle ndani, lakini ulinisikia nikiwaambia serikali kwamba hawa watu wapewe njia rahisi ya kuweza kupata mikopo ya kuweza. Turudi kwenye kauli ile ya Diamond. Ilikuwa kauli sawa? Kauli ya kuhamasisha vijana wafanye kazi, ile kauli iko sawa. Ile ilikuwa ni kama kuwabeza kwamba nyie mnalalamika kila wakati, kila awamu. Wapinzani walibadilisha kauli ya Diamond ibadilike iwe kauli mbaya. Wewe. Na kwa mimi niliona Diamond Platnumz anawahamasisha vijana waende wakafanye kazi. Wajishughulishe na tuache kulalamika, tuende kujishughulishe. Hiyo ndio ilikuwa kauli yake. Kama alitukana humo ndani, atakuwa alifanya kosa baya sana. Anapaswa kuomba radhi. Kama alitukana, anapaswa kuomba radhi. Na hata hiyo ya kusema kila awamu mnalalamika tu, wewe mwenyewe umesema hapa kazi zenyewe hazipo. Yes. Unajua nikwambie tu ukweli. Kila binadamu kuna namna ambavyo presentation yake inaweza ikachukuliwa negative au positive. So kwa namna moja au nyingine, sababu Diamond anafanya biashara na watu na wateja ni vijana, na wateja ni hao vijana wake, umeona bana, na vijana wanamkubali na vitu kama hivyo. So kuna namna kiteleza, unaona kabisa kama ni yeye mwenyewe ana regret. Mimi Diamond mimi namuita baba yangu, na watu wengi wakisikia wanamuita Diamond baba, naona baba ni mkubwa kuliko Diamond, lakini naamini ubaba ni majukumu. Majukumu ambayo alikuwa nayo ya kunilea, kunihakikisha na kula mchana, na kula asubuhi, na kula usiku na familia yangu. Yale ni majukumu ambayo aliyabeba, majukumu ya ubaba. Hivyo unamuombea radhi kwa kauli hiyo. Kama kuna mtu yoyote alikasirishwa na kile ambacho Diamond Platnumz alikizungumza, baba yako ambaye ni mzee wangu, mimi naomba Watanzania kwa namna moja au nyingine tumsamee ili maisha mengine yaweze kuendelea. Kwa sababu for me naamini Diamond ni mtu ambaye anapenda vijana na yuko tayari kuwekeza kwa vijana. Ndio maana kampuni yake 90% ameajiri vijana. Pamoja na mengi ambayo unayafanya yaliyokufanya hujulikane, vile vile ulijitanabaisha kama chawa. Na ulisema kara kadhaa wewe ni chawa wa Diamond. Na hata tulikuona mkiwa kwenye mapambano mkipambaniwa nani chawa bora kati yako na Mwijaku.
Vipi kwa wakati huu, kazi yako hile ya Mimi uchawa? ni chawa. Wewe bado ni chawa, sio chawa kwa wakati Mimi huu? ni chawa. Wewe ni chawa. Wewe ni chawa. Hiyo ni ubaya gani sasa? Nionyeshe ubaya Odemba. Mimi ni chawa na nitaendelea kufanya kazi ya uchawa kuhakikisha napata vitu kwa ajili ya wananchi wangu. Ukisikia hiyo misaada yote inaenda kule. Mpaka sasa hivi nimeshapeleka zaidi ya milioni 500 na kitu 600. kwa sababu ya Ni uchawa. kwa sababu ya uchawa nilionao. Uchawa watu mimi ndo nilileta neno chawa katika umma. Lakini chawa maana yake ni upambe. Mpambe. Wewe ni mimi mpambe. ni mpambe na nitafanya upambe, na kazi ya upambe ni kumpamba tajiri. Ina ubaya gani? Kwa nini tunataka tajiri tusimpambe? Amemkosea nini Mungu? Unajua kama tajiri ni mtu, kuwa tajiri ni Mungu ameweka hela kwake. Mtu kuwa tajiri ni Mwenyezi Mungu ameweka hela kwake. Kwa nini wanataka kupingana na kudra na za Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo ukianza kumkandia mtu ambaye Mungu amemsaidia, unapingana mpaka na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe ni chawa na uoni ukiacha uchawa leo. Sio, sasa hivi ninapandisha grade na kuwa chawa kwenye level hii nilionayo. Ubaya uko wapi? Wale ambao ulikuwa unawafanyia uchawa kabla ya level hii ulionayo, bado utaendelea kuwa chawa wao? Level inabadilika sasa. Sasa utaendelea kuwa chawa Diamond? Mi Diamond ni baba yangu. Diamond yule kunitenganisha naye ni babako mzazi bila shaka. Ni baba mlezi. Okay. Manake pengine nikajua Diamond ni baba yako. Baba yako mzazi. Hiyo ndio inawakela watu hiyo. Kwa nini? Lakini kiuhalisia kazi ya kuwatafutia watu riziki kwa kumpamba mtu na kila kitu. Hata pale anafanya mabaya. Akifanya mabaya siwezi kumpamba. Kwenye siasa wewe ni chawa wa nani? Chama cha Mapinduzi, ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wewe ni chawa wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi sio Dr. Samia Suluhu Hassan. Chama cha Mapinduzi ni taasisi kubwa. Kwa hiyo uoni kwamba vile vile uoni ukiwa chawa wa mwenyekiti wako? Ina ubaya gani kwanza? Ndio nasema, kwa hiyo wewe ni chawa wa mwenyekiti wako. Okay, mimi ni chawa wa mama. Ina ubaya gani? Wewe ni chawa wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na utaendelea kufanya huo uchawa. Baba Levo, mimi nakushukuru sana. Ila ubaya gani? Mimi nashukuru sana.